wakazi wa Majengo, katika jina la Yesu Kristo. Mtumaini yangu kwamba mmekuwa mmetunzwa. Kuna sura nyingi ninazoziona ambazo huwa tunaziona wiki baada ya wiki. Ingawa hatusalimiani, ni furaha yetu kuona kwamba uko salama. Ni furaha yetu kuona kwamba Bwana anazidi kukutunza na anazidi kukuweka. Na ni tumaini letu kwamba jinsi ambavyo tumeletwa kwako hapa mara kwa mara na umepata kusikia neno la Mungu, tunaomba kwamba Mungu Mwenyezi alitutuma kwa ajili yako wewe kibinafsi. Ninaposoma neno la Mungu ninaona kwamba Mungu anazungumza na watu kibinafsi. Anataka wewe kibinafsi ujue. Anataka wewe kibinafsi upate kujua kwamba wewe ni mwenye dhambi, unahitaji wokovu. Anataka wewe kibinafsi ujue kwamba utasimama mbele ya Bwana na utajibia kazi zako katika mwili. Wewe kibinafsi utasimama. Kwa hivyo kama unahitaji neema, usitegemee neema ya baba yako, usitegemee neema ya mama yako, usitegemee neema ya familia yako. Usiwe na amani hadi uwe na uhakika kwamba wewe mwenyewe umepokea amani na neema itokayo kwa Mungu Mwenyezi. Wewe kibinafsi kakaangu, usiwe na amani. Usitulie, usiseme mama yangu ni mfuasi wa dini. Usiseme baba yangu alikuwa anatenda mema, nitasababu na matendo ya mema ya baba yangu. Usitulie kakaangu hadi uwe na uhakika kwamba una amani na Mungu Baba Mwenyezi. Na kusomea hadithi fupi kutoka kitabu cha Marko, mlango ni wa 2 kutoka mstari wa 3. Nasema hivi: ndipo baadhi ya watu wakaja wakamletea Yesu mtu aliyepooza akiwa amebebwa na watu 4. Kwa kuwa walikuwa hawawezi kumfikisha kwa Yesu kwa ajili ya umati wa watu, walitoboa tundu kwenye paa mahali pale alipokuwa Yesu. Wakamshusha yule aliyepooza kwa kitanda alichokuwa amelalia. Yesu alipoiona imani yao, alimwambia yule mtu aliyepooza, "Mwanangu, dhambi zako zimesamehewa." Basi baadhi ya walimu wa sheria waliokuwa wameketi huko wakawaza mioyoni mwao, "Kwa nini mtu huyu anasema hivi? Anakufuru. Ni nani awezaye kusamehe dhambi isipokuwa Mungu peke yake?" Mara moja Yesu akatambua rohoni mwake kile walichokuwa wanawaza mioyoni mwao, naye akawaambia, "Kwa nini mnawaza hivyo mioyoni mwenu? Je, ni lipi lililo rahisi zaidi? Kumwambia huyu mtu aliyepooza, umesamehewa dhambi zako, au kusema, inuka uchukue mkeka wako uende? Lakini ili mpate kujua ya kwamba Mwana wa Adamu anayo mamlaka duniani kusamehe dhambi." Yesu akamwambia yule mtu aliyepooza na kuambia, "Inuka, chukua mkeka wako uende nyumbani kwako." Yule mtu aliyekuwa amepooza akasimama, akachukua mkeka wake, akatembea machoni pao wote. Jambo hili likawashangaza wote, wakamtukuza Mungu wakisema, "Hatujapata kuona jambo kama hili kamwe. Hatujapata kuona jambo kama hili kamwe." Mambo ambayo Yesu alikuwa anafanya yalikuwa mambo ya kustaajabisha. Haikuwa mambo ya kila siku. Haikuwa kushinda general election ama kitu kama hiyo. Ilikuwa ni mambo ya kustaajabisha. Na siku baada ya siku tunaona mambo ya kustaajabisha hapa duniani. Na nakwambia wakati Yesu alikuwa anatembea hapa ulimwenguni, mambo ambayo alikuwa anafanya yalikuwa yanawastaajabisha watu. Yalikuwa yanastaajabisha umati. Ndio maana umati ulikuwa unamfuata kila mahali alipokuwa anakwenda. Kakaangu, unaposikia habari za Yesu Kristo siku ya leo, wengine hata hawastaajabu. Wengine wanaona ni kama ni mambo ya kawaida.
Mtu fulani amekuwa hapa amezaliwa kipofu, kila mtu anamjua huyu ni kipofu, anakwanga huko, kazi yake inakwanga kuombaomba, siku fulani mnakuja mnapata ndio huyu anatembea bila kifimbo chake. Wanashangaa wanasema hivi jambo limetendeka kivipi? Wamepata kupona aje wewe? Anawaambia huyu Yesu ndiye aliniponya huyu jamaa anaitwa Yesu huyo. Mwingine amekuwa kiwete kutoka nini kwake, yani amekuwa amepooza kutoka kuzaliwa kwake, kila mtu anamjua huyu mtu wa kupooza. Next minute mnaona huyu jamaa akirukaruka pale katika furaha. Mnashangaa, dawa gani siku hizi? Kwani kuna hospitali? Daktari mgani huyu? Mshangaa ni daktari mgani huyu anaponya viwete siku hizi? Kakaangu, siku hizi binadamu anajiona sana, anajiona kwamba ameendelea sana. Teknolojia kidogo kidogo hivi binadamu anafikiria ako na jibu ya kila kitu, ako na jibu ya kila tatizo. Kakaangu, ungeenda uongee na wataalamu ujue yale mambo ambao hata wataalamu wenyewe hawaelewi. Wataalamu wenyewe wanashangaa. Tena kamuuliza mtaalamu anaponya aje brain cancer, anasema hiyo hata hatujui. Hatujui. Wengine kuna magonjwa kakaangu ukipata siku ya leo uende kwa daktari hata kuambia wewe, kwa sababu anajua hakuna kitu atakusaidia. Kwa hii ni death sentence. This is a death sentence. Inaweza saidika aje? Hii haiwezi saidika. Hii ni kifo, na ni kifo peke yake. Binadamu hatujui cha kufanya. Imetushinda sisi na werevu wote na teknolojia yetu yote na iPhones zetu zote na magari yetu yote na Range Rover na mabuildings zetu zote na mabridges na maengineering na ile utaalamu wote ambao binadamu ameendelea. Bado kuna mambo ambayo yanamshinda. Kwanza yale mambo ambayo yanamshinda hadi siku ya leo katika ile kuendelea tumeendelea inazidi ile mambo ambayo tumefaulu kufanya. Unaniamini hauniamini kaka? Binadamu bado mbele ya Mungu sisi si kitu. Sisi si kitu. Bado Mungu ni Mungu. Bado kuna mambo ambayo anaweza kufanya yatakustaajabisha siku ya leo. Nasema natafuta yule daktari stadi kabisa. Unampata daktari stadi anakuambia hapa siwezi kukusaidia. Ninaweza kuongezea pengine mwezi mmoja. Na huo mwezi utakuwa unateseka tesi. Tusichoke kustaajabishwa na Yesu. Tusizoee. Tukose kuone kwamba huyu Yesu ni wa kustaajabisha. Tusifanye mioyo yetu iwe ni gumu na huu ushuhuda wake ambao ametubakishia hapa, ili tujue kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu na suluhisho la dunia liko pekee ndani yake. Tusichoke, tusifanye mioyo yetu iwe ni gumu kakaangu. Na tunaona hawa watu waliokuwa wanamleta huyu mtu aliyepooza walikuja pale wakitaka Yesu amponye huyu jamaa. Na inaandikwa hivi, Yesu alipoiona imani yao alimwambia yule mtu aliyepooza, mwanangu, dhambi zako zimesamehewa. Imani ya ndugu zake. Na imani ya ndugu zake zilikuwa nini? Imani ni kitu ambayo inashikilia kitu. Hii imani yao ilikuwa wapi? Imani yao ilikuwa ya kwamba huyu Yesu Kristo ana uwezo wa kuponya huyu. Ana uwezo. Lazima awe na uwezo ndio tumletee. Hawezi mletea daktari mtu ambaye ni mgonjwa bila kuamini kwamba huyu daktari anaweza kufanya kitu kumsaidia huyo mgonjwa. Walikuwa wanaamini huyu Yesu ana uwezo wa kuponya. Na pili, walikuwa wanaamini kwamba huyu Yesu ana nia, ana moyo. Ni wa moyo ambayo unapenda kusaidia watu. Ni moyo mnyofu, ni moyo mwepesi, ni moyo wa mapenzi. Kwa hivyo tukimletea, hatutahitaji kubeba pesa, tunaleta tu, tunajaribu
kumfikia. Ndio maana walikuja pale wakajaribu kumfikia, wakashindwa kumfikia. Wakasema lazima tumfikie Yesu. Wakapanda pale juu, wakatoboa shimo kwa dari. Wakatoboa shimo kwa dari, wakafunga hiyo kitu na makamba, wakamshusha rafiki yao na makamba. Rafiki yao wako pale tu kwenye kitanda, anashukishwa tu, anashukishwa. Yesu wako pale anafunza. Kuna mtu anashukishwa tu chini, kuna mtu anashukishwa chini, na anaangalia huyu mtu na anaona imani ya rafiki zake, anasema nitakosa kumponya huyu? Nitakosa kumponya huyu kweli, ambaye amekuja kwangu na moyo mkunjufu hivi? Kakaangu, njoo kwa Yesu leo. Umegundua una shida, una tatizo katika roho yako. Unaenda wapi? Unaenda kwa masala na kufunga na kutubu na sijui kufanya nini? Nenda kwa Yesu. Anza kwa Yesu. Nenda kwa mwana wa Mungu. Nenda kwa huyu ambaye ana uwezo wa kufanya mambo yanayostaajabisha, mambo yanayoshitua umati. Nenda kwa huyo. Nenda kwa Yesu kakaangu. Na tunaona Yesu akamwambia huyu jamaa, mwanangu, dhambi zako zimesamehewa. Dhambi zako zimesamehewa. Naam. Yesu anataka kukuonyesha leo kwamba ana mamlaka ya kusamehe dhambi. Wengi wanagundua kwamba wana dhambi katika migongo yao na wanafanya juhudi mingi juu chini ili kusamehewa hizo dhambi. Wamefuata mipango ya kufunga, anafunga mara 10 kwa mwezi, anafunga sijui mwezi fulani, anafunga kila siku. Anafunga ili asamehewe dhambi za mwaka uliopita na mwaka ujao. Mwingine amepiga safari moja safi hadi Saudi Arabia kushika jiwe, kupiga maraundi kwa jiwe. Kwa sababu gani anapiga safari ndefu? Anataka kufanya nini? Kusamehewa dhambi. Anataka kusamehewa dhambi. Anafanya juhudi zake zote, anatoa, ameweka lori imejaa chakula, amesonga Mombasa yote akilisha kila mtu kwenye barabara. Jambo nzuri anatenda, ndio. Lakini kwa nini analifanya? Analifanya ili asamehewe dhambi. Analifanya ili abagaini na Mungu. Na mimi ninakuambia hapa siku ya leo, kakaangu, dadaangu, hauhitaji kufunga. Kakaangu, dadaangu, hauhitaji kufanya juhudi zako. Juhudi zako hazitakusafisha, hazitakutuliza moyo. Kakaangu, safari ya Saudi Arabia kuzunguka jiwe haitakuosha dhambi. Lakini Yesu msikia anasema nini? Mwanangu, dhambi zako zimesamehewa. Yesu anasamehe dhambi. Nenda kwa huyu Yesu. Yesu anasamehe dhambi. Nenda kwa huyu Yesu. Wengine wanamwangalia wanasema, ni binadamu wa kawaida tu, hakuna jambo lolote ndani yake. Binadamu tu huyu, haoni chochote. Yale matendo ambayo anafanya anayostaajabisha, yao hawastaajabiki. Anaona ni mtu wa kawaida kama hawa Wafarisayo. Usifikiri kumpinga Yesu ni jambo lililoanza kando juzi. Wafarisayo wakisimsikia Yesu anasamehe dhambi wanasema nini? Nini huyu mtu huyu anasema hivi? Anakufuru. Ni nani anayeweza kusamehe dhambi isipokuwa Mungu peke yake? Wamedanganya. Wamesema hawa Wafarisayo, hakuna anayeweza kusamehe dhambi ila Mungu peke yake. Ni Mungu pekee anasamehe dhambi. Na Yesu Kristo hakutenda dhambi katika kusema anasamehe dhambi. Kwa sababu gani? Kwa sababu Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Kwa sababu Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Na kama mwana wa Mungu, Yesu Kristo ni Mungu.
Yesu Kristo ni Mungu. Hakuna Mungu ila Yesu Kristo. Hakuna wa kuabudiwa ila Yesu Kristo. Hakuna wa kutukuzwa ila Yesu Kristo. Na hakuna anayesamehe dhambi ila Yesu Kristo. Anafanya maajabu ili kukuonyesha yeye ni mtu wa aina gani. Anafanya maajabu ili akuite wewe. Anafanya maajabu ili akuamshe katika usingizi wako. Uone kwamba maajabu yanafanyika na yanafanywa na Mungu peke yake. Kwa hivyo mimi ambaye ninasema mimi ni mwana wa Mungu, mimi ambaye ninasema nimekuja kukufa kwa ajili yako, mimi ambaye ninasema ni mimi peke yake ninayeosha dhambi, nisikieni mimi. Yesu Kristo pekee ndiye anayesamehe dhambi. Yesu Kristo pekee ndiye anayeosha watu. Yesu Kristo pekee ndiye anayeokoa. Yesu Kristo mwana wa Mungu pekee ndiye njia ya wokovu. Yeye na yeye peke yake. Si njia ya Wakristo, ni njia ya Mungu. Ni njia ya Mungu. Yesu Kristo ndiyo njia ya Mungu. Yesu Kristo ndiye ambaye ametolewa kama dhabihu safi, ili yeyote ambaye amebeba mzigo wa dhambi apate kutakaswa. Damu ya Yesu pekee ndiye ambayo imemwagwa pale Kalvari, ili yeyote amwaminie asipate kupotea, bali apate uzima wa milele. Usistaajabike kama hawa Mafarisayo. Usistaajabike. Hata Yesu Kristo anawaambia, kwani gani ndio rahisi? Niponye huyu mtu ama nimwambie amesamehewa dhambi? Si ni rahisi nimwambie? Yesu Kristo hata anasema hata hii maajabu ambayo ninafanya, hii maajabu ambayo ninafanya haifananishwi na ajabu ya mtu kusafishwa. Haifananishwi na ajabu ya mtu kuzaliwa upya. Haifananishwi na ajabu ya mtu kutakaswa na damu yangu. Haifananishwi na ajabu ya mtu kuoshwa. Haifananishwi na ajabu hii ya mtu kufanywa kuwa mwana wa Mungu. Haifananishwi. Ni ajabu kubwa kwamba tunapata kukubaliwa na Mungu. Ni ajabu kubwa kwamba tunapata kusamehewa. Ni ajabu kubwa kwamba tunapata kutakaswa. Ni ajabu kubwa kwamba tunapata kupokea neema ya Mwenyezi Mungu aliye juu. Si jambo la kawaida. Neema si jambo la kawaida. Mungu si lazima angeturehemu. Mungu si lazima angetuonyesha neema yake. Mungu si lazima angemtuma mwana wake wa pekee. Si lazima ndio ichukue kama ni kitu la ovyo ovyo. Na anayepuuza hii mahubiri, anayepuuza injili ya Yesu Kristo, anapuuza damu ya Yesu, anapuuza neema ya Mungu, anapuuza rehema za Mungu. Atasaidika vipi? Utasaidika aje? Ukipuuza neema ya Mwenyezi Mungu, nini imebaki? Nini imebaki kama Mungu Mwenyezi amekupa neema kuu, hata akamtoa mwana wake wa pekee afe kwa ajili yako, na ukampuuza? Ukasema si mwana wa Mungu, Mungu hazai wala kuzaliwa. Ukapuuza Yesu. Utasaidika aje? Utasaidika aje sasa? Kakangu la kuomba, kakangu la kulilia, ushuhuda wa Yesu Kristo upo, na ushuhuda dhidi ya kila kitu ambacho kinajiinua juu ya huyu Yesu Kristo. Hekima yoyote inayojiinua juu ya Yesu Kristo, hekima yoyote inayojiinua, dini yoyote inayojiinua, jambo lolote linalojiinua juu ya Yesu Kristo, kuna ushuhuda dhidi yake. Kuna ushuhuda dhidi yake. Na sisi hatujatumwa hapa bure. Tumetumwa ili upate kusikia kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Tumetumwa ili upate kujua nguvu ya Yesu Kristo kutangazwa. Tumekuja kutangaza neema ya Mungu, upate kuijua na upate kumwamini.
na upate kumpokea. Na ni ombi letu kwamba Mungu Mwenyezi atafanya kazi kuu. Hii mbegu inayopandwa hapa siku ya leo, hii mbegu ambayo tumekuwa tukipanda hapa ya kuleta watu, kuvutia watu kuja kwa neema ya Mungu, wasipuuze neema ya Mungu, wasimtemee mate Yesu Kristo jinsi ambavyo wanatenda katika dhambi yao. Waipokee na wapate kuokolewa, wapate kutakaswa, wapate kuzaliwa huko. Na kuita wewe kakaangu, ni wewe ninaita, ni wewe unayenisikia. Mwito huu unakuja kwako, umtafute Yesu Kristo. Dada yangu, mwito unakuja kwako wewe, upate kuokolewa, upate kukombolewa, upate kujua uhuru ambao uko ndani ya damu ya Yesu. Ni wewe. Naomba utapata kusikia, naomba utapata kumpokea Yesu, naomba utapata kumwamini. Naomba haya yote katika jina tukufu la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Mungu Baba Mwenyezi, asante sana kwa neno lako. Asante sana kwa wokovu wako mkuu ambao umetujalia katika mwili na damu ya Bwana wako, kwa Bwana wetu Yesu Kristo mwana wako. Nakushukuru Baba yangu kwamba umetuteua na umetuita kufanya kazi yako tukufu katika huu mtaa wa Majengo, katika mji huu wa Mombasa, kutangaza neno lako ili watu wapate kusikia na wapate kuja kujua ukweli ambao uko pekee katika mwana wako Yesu Kristo. Na tunaomba Mungu Baba, tumefanya kulingana na uwezo wetu, tumefanya kulingana na ile uwezo ambao umetujalia Mungu wangu, na tunaomba Mungu Baba kwamba utaitumia kwa utukufu wa jina lako. Naomba haya yote katika jina tukufu la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen.